Sana ni Perry Kezia, kiongozi wa kike chama cha KADU Asili. Lakini sasa mtazamaji, moja kwa moja tunaelekea katika eneo la Kitengela ambapo mwenzangu Alan Ochanda atakuwa anatujuza kwa undani. Anasema wapo baadhi ya vijana waliokamatwa. Ochanda, hujambo? Hali halisi hivi sasa ni gani? Ni nani aliyekamatwa na labda kumefikia wapi? Amefikishwa katika kituo gani cha polisi na amekamatwa kwa makosa gani? Kwako. Na milia tu kama ulivyotaja ni kwamba tangia asubuhi pamekuwa na hali ya utulivu katika mji wa Kitengela, ila pamekuwa na ile hofu ya vijana kuweza kuingia mitaani na kuandamana, na hivyo zile asasi za usalama zimekuwa zikijiweka kila mahali kuhakikisha kwamba wale vijana hawaingii mitaani. Na hivyo kuanzia asubuhi tumeona makumi ya vijana wakiweza kutiwa mbaroni, wale ambao hawajakuwa wakijihusisha na maandamano, kwa sababu hapa hajashuhudia maandamano kufikia sasa, ila kuna baadhi ya vijana ambao wameweza kutiwa mbaroni. Ila kumbuka mwaka 2024 Juni, wakati wa maandamano, eneo hili la Kitengela liliweza kugonga vichwa kwa sana kutokana na jinsi ambavyo wale ambao ni wanaharakati ambao ni wale kaka wawili wa Longton Brothers na yule ambaye ni Bob Njagi ambaye jana alitiwa mbaroni na hajulikani alikoweza kuzuiliwa. Ila hii leo tumeweza kufika hapa katika kituo hiki cha polisi cha Kitengela. Ukitazama nyuma yangu, maafisa wa usalama wako hapa na wengine wameweza kuingia nyanjani, ila kuna mmoja wa wale ambaye kando na Bob Njagi, kuna pia yule ambaye ni mmoja wa wale kaka wa Longton ambaye pia ameweza kutiwa mbaroni, ila tuweze kuzungumza na nduguye mkubwa, makakake mkubwa, aweze kutueleza. Utatueleza jina lako, na tunakumbuka kwamba mwaka 2024 mliweza kutiwa mbaroni kwa siku 32. Utueleze kwa kifupi nini ambacho kimeweza kutokea asubuhi. Kwa majina naitwa Longton Jamil Hashim. Mimi ndio kakake Nadhim. Leo asubuhi mteja alinipigia simu nimpatie gari yangu kwa sababu huwa na haya hiyo gari. Baadaye nikamwambia ndugu yangu apeleke gari car wash. Kumbe mimi sijui county police commander anaitwa Alexander Shikondi ana trail gari yangu. Wakaenda wakavamia gari na GSU Land Cruiser mzima. Wamechukua gari yangu ambayo ni kipato changu cha uchumi, imefungwa hapa police station, na ndugu yangu amepigwa na mapolisi na GSU, amewekwa hapa ndani ya cell, wamekataza tusimuone. Hiyo gari ndio inanipatia mimi kipato. Mimi sipati kipato kutoka kwa serikali. Kwa nini serikali inatufuata sisi peke yetu kila wakati? Jana wamemshika Bob, leo anashika ndugu yangu. Ni mimi peke yangu wameshindwa makosa ya kuniekea. Nauliza kwa nini wameshika gari yangu? Wanasema ati makosa ya hiyo gari ilikuwa na bendera ya Kenya katika ndani ya hiyo gari. Je, kukuwa na bendera ya Kenya hata kwa nyumba yako makosa ni ipi? Hata naweza nikanunua shati nivae bendera ya Kenya kama material. Je, kuvaa nguo bendera ya Kenya au kukuwa na bendera ya Kenya ni makosa gani tumefanywa sisi na hii serikali? We are victims of abduction. Tuliabductiwa siku 32. Serikali haijatosheka, bado inafuata mali yetu kuhakikisha tumeangamia kabisa. Mkilalamika mnashikwa. Tumeamua kufanya maisha yetu, shughuli zetu za kimaisha. Hatujahusika na maandamano hata moja. Kwa nini serikali inazidi kutufuata katika hali yetu ya uchumi? Ile ndio kipato changu. Saa hii nimetumiwa 12,000. Message ndio hii, na mteja ananipigia kila dakika nimpatie gari, alikuwa aende Kitale kazi. Ndio 12,000 riziki ambaye ningepata naenda kurudishia mwenyewe. Nimekosa hii riziki 12,000 kwa sababu ya Alex Shikondi, County Police Commander. Pengine nikiweza kuuliza, umeweza kufika pale na kuweza pengine kutazama yale makosa kidogo tu, makosa ambayo pengine ameweza kuandikiwa, kwa sababu unajua ni siku ambayo tumeona jana Bob Njagi na leo yule ambaye wewe kakako na pia Bob Njagi mwaka 2024 mliweza kutiwa mbaroni kwa siku 32. Hii leo tunaona jana Bob Njagi ameweza kutiwa mbaroni tena. Ndugu yako mdogo ameweza kutiwa mbaroni. Kuna makosa yote ambayo pengine umeweza kufahamishwa kwamba aliweza kujihusisha nayo? Jana tulikuwa katika Amnesty International. Na jana tuliweza kuonekana kwa press tukilalamikia ile compensation ya Profesa Makau Mutua iliweza kuwafidia watu. Lakini katika ile list ya fidia tuliangalia watu wa abduction hawapo. Na sisi abduction hiyo ni human rights violation. Sasa jana ndio tukaenda pale kufanya press conference kwa nini sisi hatuko katika ile list ya kufidiwa na serikali na walituabduct 32 days. Nadhani ndio hiyo waliona katika TV jana, wakaanza kututrail kuanzia jana hadi leo. So hii ni surveillance, wamekuwa na trail, na siwezi nikapinga kuwa hawa maafisa wa Kitengela DCI wamekuwa na trail simu zetu, mimi na ndugu yangu, na wamekuwa kitrail gari yangu, kwa sababu ndugu yangu leo hajabeba simu kwa sababu anajua watamtrail, simu yake iko nyumbani.
lakini wameweza kuitrail ile gari na shangaa wameitrail vipi mpaka wakaweza kuipata, kwa sababu gari hiyo ilikuwa imepakiwa masaa 24. Nikamwambia aende apeleke car wash. Naam, pengine kutoka hapa kwa kifupi sana mtakuwa mkichukua hatua ipi, kwa sababu unajua haki za kufika pale ni asasi za usalama na pia pengine kisheria, mtakuwa mkiweza kufuatilia kivipi? Nimemuona na wamemshika, si abduction, na mimi natarajia kesho asubuhi akuwe kotini watueleze ni makosa gani amefanya. Na mimi upande wangu nimeita mawakili, naenda kumshtaki County Police Commander in person, anipe sababu ambaye ameweza kushika gari yangu ya biashara. Nimepoteza kipato na nitazidi kupoteza kipato, na sitachukua ile gari pale police station hadi nipate haki yangu. Ile pesa nimepoteza leo ya biashara lazima County Police Commander anilipe in person. Mimi naenda kumshtaki yeye in person kwa kikiuka haki zangu za kiuchumi. Asante sana. Naam, Milia, ukiweza kumsikiza ambaye ni mmoja ama Jamil Longton ambaye ni mmoja wale ambao kwa sasa wanajulikana kama Kitengela 3 mwaka 2024 Juni, wakati ambapo palikuwa na lile joto la Gen Z, kizazi cha Gen Z, ambapo waliweza kuingia katika bunge la kitaifa na kuweza kulalamikia uliokuwa mswada wa fedha wa mwaka huo. Ni mmoja wa wale ambao ni watatu waliweza kukamatwa na kuzuiliwa kwa siku 32 na baadaye kuweza kuachiliwa wakiwa wadhaifu sana. Na hivyo anasema kwamba asubuhi ndugu yake mdogo alitoka nyumbani na gari lake, na gari la huyo ambaye tumezungumza naye, na alikuwa ameiacha simu nyumbani kwa sababu ya hofu kwamba pengine angekuwa akiweza kuchunguzwa na kufuatiliwa na asasi za usalama, ila baadaye aliweza kukamatwa na yupo hapa katika kituo hiki cha polisi. Ila pengine unajua iwapo ameweza kuzuiliwa hapa na asasi za usalama, basi ni pengine kusubiri kuona ni vipi ambalo swala hili litakuwa likiweza kushughulikiwa, kwa sababu ikiwa jana Bob Njagi aliweza kukamatwa, hii leo mwenzake Longton, mmoja wale kaka wa Longton, ameweza kukamatwa, basi pengine tunaweza kuwa tukisubiri kuona iwapo watakuwa kiweza kufikishwa mahakamani na ni makosa yapi ambayo watakuwa kiweza kushtakiwa nayo. Ila Milia, bado tutakuwa tukiweza kuzuru hapa eneo la Kitengela kuweza kumjuza mtazamaji wetu kuhusu kinachojiri hapa Kitengela, kwa sababu katika siku za awali, siku kama hizi wakati wa maandamano, eneo la Kitengela huwa eneo ambalo huweza kushuhudia maandamano kwa sana. Ila asubuhi, tangia asubuhi, makumi ya vijana wameweza kutiwa mbaroni. Ila tutakuwa tukiweza pengine kuzungumza na yule ambaye ni mkuu wa polisi hapa, wazee kutueleza hali halisi, yani kwa nini pengine vijana hawa wameweza kutiwa mbaroni, ni kwa nini pengine wanaharakati pia wanaweza kutiwa mbaroni, na watueleze pengine hali ipo vipi katika mji huu wa Kitengela. Milia. Naam, asante sana Alan Ochanda, bila shaka utazidi tu kutujuza inayozidi kuendelea katika